Karibu mtazamaji wangu katika kile kipindi chetu, kipindi cha kutokea madhabahuni. Na kutoka madhabahuni leo kwa neema ya Mungu nitakuwa ninaleta ujumbe wenye kichwa vita 4 unazotakiwa kuzipigana, vita 4 saa ya kuendea baraka yako. Vita 4 ambazo mtu anapaswa azipigane wakati ule anakuwa katika kuendea baraka yake. Neno la Mungu linasema watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na moja ya maarifa yamepungua kwa watu wengi ni kwa habari ya kubarikiwa kwao. Mtu wa Mungu, nataka uelewe, haijalishi ni Mungu amekuambia, haijalishi ni nabii wa Mungu amenena kama mjumbe wa Mungu juu ya baraka fulani kwenye maisha yako, lakini moja ya kitu hautakikwepa ni kwa habari ya vita. Kuna vita lazima utazipigana, na hizi vita, elewa, huwa zinainuka wakati wa kubarikiwa unapowadia. Nataka uelewe, mtoto wa Mungu, kuna vita kwenye maisha yako huwa haziinuki wakati mwingine wowote, isipokuwa wakati wa kubarikiwa kwako ndipo utaona vita zinainuka. Sasa saa ya kubarikiwa kwako ninataka uelewe kuna vita 4 ni lazima uwe unazipigana, na unapozishinda hizi vita 4 ndipo utaona unaifika ile baraka ambayo Mungu amekukusudia. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Kutoka sura yake ni ya 3, Kutoka 3 mstari wa 7 na wa 8. Neno la Mungu linasoma hivi pale. Mungu anamwambia Musa, nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nimesikia vilio vyao na yajua maumivu yao. Nami Mungu nimeshuka ili niwaokoe, niwatoe Misri, niwapeleke kwenye baraka yao. Ipi? Nchi ya maziwa na asali, Kanaani. Well and good. Ni Mungu anayesema majira yao ya kutoka mahali pa mateso, ni majira yao ya kutoka mahali pa utumwa, mahali pa magumu, na sasa ni wakati wao wa kuendea baraka yao. Ipi? Nchi ya maziwa na asali, Kanaani. Sawa sawa, wana wa Israeli wakatoka. Wasomaji wa Biblia tunajua wana wa Israeli wakatoka, lakini walipotoka kwenye ile safari ya baraka, ile safari ya kuendea baraka yao, nchi ya maziwa na asali, Kanaani, ninataka uelewe ile safari, moja ya kitu hakikuepukika ni kupigana vita. Na maandiko yanasema yaliandikwa ili sisi tupate kujifunza. Ile ni safari ya wana wa Israeli, wanawakilisha watu wa Mungu, ya kwamba wakati wote majira yako ya kubarikiwa yanapofika na unapokuwa katika kuendea baraka fulani, ninataka uelewe utaiendea hiyo baraka huko unapigana vita. Wana wa Israeli walipokuwa Misri, Mungu aliwatambulisha kama watu wangu. Nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Lakini nataka uelewe, walipotoka tu, wana wa Israeli walipotoka tu kwenye mipaka ya Misri, sasa wameachiliwa. Mungu hakuwaita tena watu wangu, Mungu alisema jeshi langu. Kwa nini walipokuwa Misri walikuwa watu wangu? Saa ya kubarikiwa ilikuwa haijafika, lakini wanapotoka wanaianza hatua ya kwanza ya kuendea baraka yao. Na mbingu zinajua popote penye baraka vita ni lazima. Jina limebadilika kutoka kuwa watu wa Mungu mpaka kwenda kuwa jeshi la Mungu. Walikuwa wanakwenda huko wanafundishwa vita. Hii ni kwa sababu hakunaga kuingia baraka pasipo kupigana vita. Wacha nikwambie jambo jingine hili hapa litakusaidia sana katika shule ya kubarikiwa na vita saa ya kubarikiwa. Elewa, walipotoka Misri wana wa Israeli, maandiko yanatuonyesha kulikuwa na njia fupi ya kuingia baraka yao baada ya siku chache. Lakini Mungu alisema hiyo njia fupi, hiyo njia ambayo ni nyepesi kutoka Misri kufika Kanaani, Mungu alisema ina vita kali. Na kwa sababu hao watu miaka yote waliokaa Misri walikuwa hawajafundishwa vita, Mungu hakuwapitisha njia fupi. Na anasema sawa, ni fupi kuingia baraka, lakini kama ilivyo fupi, vita zake ni kali sana. Mungu akawapitisha njia ndefu ili wanapoenda waendelee kubadilishwa kutoka kuwa watu mpaka kuwa jeshi. Waendelee kwenda huku wanafundishwa vita.
wakakutana na vita mbele. Mungu alisema asija kuwapitisha kwenye njia hii fupi. Wakakutana na vita kali, wakagairi hata kuingia hiyo baraka yao. Mtu wa Mungu, napenda uelewe, hakunaga kubarikiwa bila kupigana vita. Na nataka uwe imara, be strong, be ready. Ni zaidi ya kuomba tu hizo baraka. Nimekuambia wakati wote unapoanza kuomba baraka fulani kwa Bwana na majira yako yakishawadia, moja ya kitu akiepukiki, kuna vita zitainuka. Na ni lazima uzipigane hizo vita na uzishinde hizo vita ili uweze kuingia hiyo baraka ambayo Mungu amekukusudia. Maandiko yanakuonyesha wakatoka, wakaanza safari ya kuendea baraka yao, na hata ukuchukua mwendo mrefu, wa Amaleki wakainuka mbele yao. Kitabu cha Kutoka 17, Kutoka 17 mstari wa 8 mpaka wa 10. Kutoka 17 mstari wa 8 mpaka wa 10. Walipokuwa wanakwenda kuiendea baraka yao, maandiko yanasema ghafla Amaleki akainuka mbele yake. Na haya ndiyo maneno ya Mungu kwa Musa: mwambie Yoshua achague baadhi ya watu wakapigane vita. Hii ni kwa sababu wako kwenye safari ya kuendea baraka yao, na hamnaga kubarikiwa bila vita. Na ndio maana baraka sio za watu dhaifu. Baraka za Mungu ni za watu strong, wanawake na wanaume ambao pamoja na mambo mengine yote, lakini wapo tayari kupigana vita. Ninajua kuna baraka unaendea, mtoto wa Mungu unayenitazama, lakini najua kinachokuchanganya. Mbona hili linainuka? Mbona hili linainuka? Ni vita zinainuka. Na hii ni kwa sababu ni majira yako, ni saa yako ya kubarikiwa. Jitie nguvu ndani ya Bwana. Simama, zipigane hizo vita, kwa kuwa kibibilia hakunaga baraka bila vita. Sasa leo kwa neema ya Mungu ninakufundisha vita 4 ambazo utazipigana wakati wote unapoelekea kuingia baraka yako. Yanapokuwa ni majira yako ya kubarikiwa, fanya vita na hawa 4. Ninaposema vita 4, ninamaanisha wako 4 utapigana nao vita. Yaani wewe unapokuwa ni saa yako ya kubarikiwa, pigana vita na hawa 4. Fanya maombi ya vita na hawa 4 nitakao kutajia. Ndipo utakapoona kuingia baraka yako. Moja, wakati wote unapokuwa ni saa ya kubarikiwa kwako, jambo la kwanza, itatakiwa ufanye vita na mtu au watu fulani. Elewa mtoto wa Mungu, wako watu, yupo mtu hataki kuona unatoka kwenye hao mateso na unaiendea baraka yako iliyokusudiwa na Bwana. Lazima uwe na maarifa haya. Maandiko yanasema watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini pia kwenye Zaburi anasema, Zaburi ya 82, hawajua wala hawafahamu, wanatembea gizani. Na ndio maana wanaanguka kama wengine wanavyoanguka. Unisikilize, wakati wa kubarikiwa kwako unapoadia, uelewe hapa chini ya jua kuna mtu, kuna watu hawako tayari kuona utaingia hiyo baraka. Na hivyo ndivyo mwanadamu alivyo. Elewa, wako watu watakubali kuwa mawakala wa giza, watakubali kutumiwa na mashetani, na wao hawatakuwa tayari kuona unaingia hiyo baraka. Hawako tayari kuona unatoka kwenye vilio unavyolia na kuendea kicheko hicho. Hawako tayari kuona unatoka Misri na sasa unaenda kwenye nchi yako mwenyewe Kanaani. Kuna watu hawatakuwa tayari kuliona hilo. Na ninakuambia kazi ni moja tu: pigana nao vita za kiroho, shughulika nao katika roho. Hakikisha watanyamaza na wakuache uendee baraka yako. Neno la Mungu linaonyesha kwenye Kutoka 5, Kutoka sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 2. Mungu alipomwambia Musa, nimeona mateso yao, ninayajua maumivu yao, nimeshuka watoke mahali pa mateso, waende baraka yao, nchi ya maziwa na asali, Kanaani. Yuko mtu anaitwa Farao, hakuwa tayari Israeli atoke kwenye mateso na ingie baraka yake, nchi ya maziwa na asali, Kanaani. Uelewe mtoto wa Mungu, na wewe pia unao wakina Farao wako, yaani wanawake na wanaume ambao wao furaha yao ni kukuona unaendelea kukaa kwenye mateso yale. Furaha yao ni kuendelea kukuona unakaa kwenye magumu yale. Hawako tayari hata wakati mmoja kukuona unatoka kwenye hayo magumu na sasa unaendea baraka yako. Nini kilitokea?
Neno la Mungu linaonyesha nini kilitokea. Mungu alimwambia Musa, atapigwa Farao. Inua fimbo yako, leta mapigo Misri, leta mapigo mpaka kwa Farao. Neno la Mungu litakuonyesha walikufa wazaliwa wa kwanza, na alipoguswa mzaliwa wake wa kwanza Farao, yeye mwenyewe siku ile aliwaambia wana wa Israeli, nendeni kwenye baraka yenu. Unielewe, ile ilikuwa ni vita katika roho, na mtu ambaye hataki kuona unaendea baraka yako, unao watu wao kwa wazi au kwa siri, iwe ni nyuma ya mgongo wako au mbele ya macho yako, hawataki kuona unaendea huo ushindi, hawataki kuona unaendea mafanikio. Fanya vita na wao. Na leo ninanena kama nabii wa Jehova, mwanaume yoyote, mwanamke yoyote anayezuia wewe kuendea hiyo baraka, adondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Ni majira yako, mtu wa Mungu, nenda kaingie baraka yako. Vita ya kwanza, watu, mtu fulani. Vita ya pili, waganga na wachawi. Elewa, katika shule ya kuendea baraka yako, moja ya vita uipigane sana. Hakikisha unafanya vita sana na waganga na wachawi. Elewa, hawa ni mawakala wa giza, na siku zote watafanya uganga wao. Watayalaani maisha yako kwa uganga wao, watayapinga maisha yako kwa uchawi wao, kuhakikisha hautaendea hiyo baraka uliokusudiwa na Bwana. Wana wa Israeli walipokuwa safarini, wanatoka Misri na wanaendea baraka yao, nchi ya maziwa na asali, Kanani, moja ya kitu walikutana nacho njiani na ilibidi wafanye vita kwacho ni uganga na uchawi. Maandiko yanakuonyesha, Hesabu 22 mstari wa 1 mpaka wa 7, walipokuwa wanakwenda kuiendea baraka yao Kanani, nchi ya maziwa na asali, walifika mahali wakapumzika. Na walipopumzika, Balaki aliyekuwa mfalme wa mahali wanapumzika, nchi ya Moabu, alipowaona na amesikia kwamba wako safarini, wanatoka Misri wanaendea baraka yao, nchi ya maziwa na asali, Kanani, mara moja unaposoma Hesabu 22 mstari wa 1 mpaka wa 7, anawatuma wazee wa mji wake waende kwa mganga, waende kwa mchawi anaitwa Balaam, ili aje afanye uganga na uchawi, Israeli apoteze nguvu ya kuendea baraka yake. Mungu akampinga, lakini nataka wale sio tu ilishia Mungu kumpinga, lakini Balaam, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yoshua, aliuawa na wana wa Israeli, kati ya wengi ambao wana wa Israeli waliwaua. Kwa nini walimuua Balaam? Huyu alikuwa ni mchawi ambaye alisimama kwenye njia yao ya kubarikiwa, akajenga madhabahu za uchawi, akajenga madhabahu za uganga ili kujaribu kuwapinga. Mtu wa Mungu, nataka uelewe kwa nini watu hawaoni kubarikiwa, kwa nini watu hawaoni kuendea mema yao. Wanafanyiwa uganga na uchawi, na ndio maana wanaona kuchelewa kubarikiwa, na wengine wanamaliza maisha hapa duniani hawajaziingia baraka ambazo Mungu aliwakusudia. Hilo silo fungu lako. Hautakufa wewe kabla ya kuingia baraka ulizokusudiwa na Mungu. Nimekataa kama mtumishi wa Bwana. Kila baraka uliyokusudiwa na Bwana, ninanena leo utaiingia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mganga yoyote, mchawi yoyote anayefanya uganga na uchawi ili akupinge wewe na watoto wako kuingia baraka zenu, adondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Vita 4 saa ya kubarikiwa. Fanya vita na watu, fanya vita na uganga na uchawi. Vita ya 3, fanya vita na roho fulani. Elewa, mtoto wa Bwana, wakati wowote unapokuwa unatafuta kuendea baraka yako, majira yako ya kubarikiwa yanapowadia, elewa shetani ataachilia spirits, ataachia roho fulani, yani ufalme wa giza. Shetani mwenyewe na mawakala wake wanapoona ni saa yako ya kubarikiwa na wako tayari kuona unabarikiwa, moja ya kitu huwa wanafanya, wataachilia roho fulani zije kwenye maisha yako. Na hizi roho zinapokuja kwenye maisha yako, moja ya jambo zinazokuja kufanya ni kukupinga kuingia baraka ile. Nikupe mfano mdogo hapa alafu utanielewa. Yupo ndugu mmoja, wakati ameshamuomba Mungu na Mungu ametoa kibali ya kwamba sasa akaanze kampuni. Alikuwa anaanza kampuni, alikuwa anakwenda kumiliki kiwanda.
aajiri watu, aendeshe maisha yake. Ni mbaraka mkubwa, usisahau. Lakini majira yalipowadia, alipokuwa sasa yuko tayari siku chache achukue hatua, mtoto wake akapata ajali, akavunja mbavu za kutosha, akavunja mguu mmoja wa kushoto. Hali ya mtoto ikawa taabani. Huyu brother aliacha mipango ya kufungua ile kampuni, kufungua kiwanda, akaanza kuhangaika kusevu uhai wa mtoto wake. Kila kitu kimesimama, na alipomaliza miezi karibu 3, kazi ilisimama. Anapambania mtoto, ilibidi akamtumu mpaka nje ya nchi. Lakini mtoto alipopona tu, akapoteza mke wake. Mtoto alipopona, siku chache baadaye, anaporudi kuanza harakati za kuanza kile kiwanda, amejikusanya tena, akampoteza mke wake. Mke wake alifariki, akalia msiba siku za kutosha, akamzika mke wake. Ni janga baada ya janga. Unielewe, kwa nini huyu mtoto akupata ajali nyuma? Kwa nini huyu mama akufa nyuma? Sio vifo vya kawaida, ajali haikuwa ya kawaida. Ni kwa sababu majira yake ya kuendea baraka ya kumiliki kampuni yake, kiwanda chake, amewadia. Waliachilia, ufalme wa giza uliachilia roho ya ajali ili kumzuia asiendelee. Uliachilia roho ya kifo ili kumzuia asiendelee. Uelewe, hizi roho ziliachiliwa ili kumpinga asiendee ushindi ule, kumpinga asiendee zile baraka. Ndivyo watu wanavyofanyiwa. Kila unapotaka kuendea baraka fulani, kuna vitu vitainuka. Hizi ni roho zinaachiliwa, na zinaachiliwa ili zikupinge. Leo kutokea madhabahuni, roho yoyote iliyoachiliwa na ufalme wa giza inayopinga wewe kuendea baraka hiyo, ninainyamazisha kwa jina la Yesu ali hai. Ninaitoa kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Vita ya nne. Katika hizo vita 4, vita ya 4 na ya mwisho, haribu madhabahu za kishetani. Haribu madhabahu za kishetani. Fanya vita na madhabahu za upinzani zilizojengwa kinyume chako. Leo wakati wote unapokuwa katika kuendea baraka yako, moja ya kitu ambacho pia ufalme wa giza hufanya, waovu hufanya, wasiokutakia mema hufanya, wanapojua unaendea baraka fulani, watainua madhabahu ya kishetani ili kupinge kuendea ile baraka. Kitabu cha Hesabu sura yake ni 23. Hesabu sura 23 mstari wa 1 na wa 2. Maandiko yanasema, wana wa Israeli walipokuwa katika kuendea baraka yao, na Balaamu ameitwa mganga huyu, na Balaki anamwonyesha nia yake ya kuwazuia wasiendee baraka yao. Balaamu alimwambia Balaki, zijengwe madhabahu 7 kinyume chao. Uelewe, zile madhabahu zilikuwa zinajengwa ili ziwapinge, zilikuwa zinajengwa ili ziwazuilie kuendea ile baraka. Uelewe, haya yanatokea pia kwako. Neno la Mungu linasema, yaliandikwa ili tujifunze. Wako waovu wakipata habari ya kwamba sasa ni majira yako kuendea baraka fulani, watajenga madhabahu, na hizi madhabahu zitakuwa zinainua upinzani ili kukuzuia ushindwe kuendea hiyo baraka. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, madhabahu yoyote ya kishetani iliyojengwa kinyume na maisha yako ili kukupinga kuendea baraka hiyo, ninatamka ivunjike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Haya ni majira yako, mtu wa Mungu, uendee baraka yako. Kwa neema ya Mungu nimenena na wewe vita 4 unazotakiwa kuzipigana unapokuwa katika kuendea baraka yako. 1, fanya vita na watu fulani. 2, fanya vita na waganga na wachawi. 3, fanya vita na roho fulani. Na 4, fanya vita na madhabahu za upinzani zilizojengwa kinyume chako. Baba, katika jina la Yesu ali hai, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu. Nimesema naye kutoka madhabahuni, lile ulilotaka alisikie, ya kwamba saa ya kubarikiwa ni saa ya vita. Saa ya Mungu, ninamwombea mtoto wako huyo, upako wa kupigana vita na kushinda vita uwe juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Na ile roho ya vita kutoka kwa Bwana ingie ndani yako, ukapigane vita na ukazishinde vita hizo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen tena amen.
Ni mtume na nabii Joshua Kresi hapa. Kipindi ni kutoka madhabahuni, na ninakualika katika huduma yetu ya Joy Ministries Kibamba Hospital, Dar es Salaam. Karibu mwana Dar es Salaam na vitongoji vyake vyote, njoo kae chini ili uendelee kufundishwa maarifa na Mungu akupeleke kiwango kingine. Mtu wa Mungu, Mungu akutunza, akupe mema mengi. Upako wa vita uko juu yako. Pigana hizo vita 4 wakati wote unapokuwa katika kuendea baraka yako. Ninakuacha kwenye uwepo wa Mungu, na uwepo huu ubariki maisha yako mpaka wakati mwingine. Bye bye.